katika sababu za kisheria za wewe riziki yako ili uweze kuipata kwa uwepesi. Awalan, sababu ya kwanza kabisa al-istighfar, kuleta istighfar. Hiyo ni sababu ya kwanza kabisa ya wewe kupata riziki. Sisi tunafahamu istighfar, lakini wachache sana. Ya tura hal nahnu nutabiqu, je, tunaitabik, tunaitekeleza istighfar vile inavyotakiwa? Istighfar kuileta vile inavyotakiwa, hasa akiwa ar-rasul alayhi salatu wassalam yastaghfiru fil yawm akthar min 70 marra, zaidi ya mara 70 Mtume sallallahu alayhi wasallam analeta istighfar hali ya kuwa yeye ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, ashasamehewa madhambi yake yaliyotangulia kuyafanya na ambayo bado hajayafanya, kashasamehewa, lakini analeta istighfar. Je, sisi tunazileta istighfar? Allah tabaraka wa taala anasema katika surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ikasema mtakeni msamaha Mola wenu, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe. Na hapa wanachuoni wakataja kisa cha mmoja alikuja, au kikundi, manake ni watu zaidi ya 4 au 3, walikuja kwa Hasan al-Basri, wanashtakia kwamba mtu amekuja anashtakia kwamba yeye hana mtoto. Akaambiwa istaghfirillah, take msamaha Allah tabaraka wa taala. Mwingine akashtakia jadub, bustani yake inakauka, hakuna mvua, akaambiwa istaghfirillah. Mwingine akaja yashtaki alfaqr, anashtakia ufakiri, akaambiwa istaghfirillah. Watu wakastaajabu, watu wanakuja wanakutaka hiki, wewe unawaambia leteni istighfar, leteni istighfar, inakuwaje? Akasema sio mimi. Ama qara'tum, hamjasoma qaula Allah ta'ala, Allah aliposema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaykum midrara, ambao hili ni jibu kwa istighfar. Mvua itanyesheleza kutoka huko mbingu, yani mbingu itanyesheleza mvua inaonyesha matone kwa matone, tena yenye faida yakishuka hapa duniani, kwa sababu mvua inaweza ikanyesha ikawa ni adhabu ndani yake. Yursili samaa alaykum midrara, kwa istighfar mbingu zitanyesheleza mvua yenye faida. Wayumdidukum biamwalin wa banina, Allah atawapeni nguvu nyingi kwa kuwapa mali na watoto. Wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara, tajalia kwenu nyinyi mtakuwa na mabustani mazuri mazuri yaliyopendeza, yaliyojaa mimea, na mito itakuwa ni yenye kupitisha maji yake msimu wote, si yenye kukauka, kwa istighfar. Wayaqulu alayhi salatu wassalam, na anasema ar-rasul kwa hila istighfar, man lazima al-istighfar, mwenye kujilazimu na istighfar, astaghfirullah ja'ala Allahu lahu min kulli dhayqin makhraja, Allah humjalia katika kila dhiki yeye kuwa ni mwenye matokeo mazuri. Wa min kulli hammin faraja, na katika kila tatizo
atakalokutana nalo basi atapata faraja, kila jambo lenye kusunonesha atapata faraja. Min haithu la yahtasib, sehemu ambayo yeye hata hadhani. Hiyo ni istighfar, kwamba ukikithirisha tu istighfar, sema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukijilazimu na istighfar, Allah anajalia katika kila dhiki makhraja, matokeo yaliyokuwa mazuri, sehemu ya kutokea dhiki katika jambo. Na hii ipo mifano mbalimbali watu wakitoa kwamba limemshuka jambo, hajui kwamba afanyeje, lakini katika kule kumwomba kwake Allah tabaraka wa taala, inamjia tu yeye faraja, inamjia tu yeye matokeo yaliyokuwa mazuri, kwamba hapa nifanye hivi. Tayari sehemu ile maadui washaanza kuchekelea, yeye ashakosa nguvu, Allah anamtia nguvu, anamuonyesha njia. Ndiyo matokeo yenyewe hayo, makhraja, sehemu ya kutokea. Wa min kulli hammin faraja, kila jambo gumu zito hupata faraja kwa istighfari mtu anayoileta. Wa razaqahu min haythu la yahtasib, hadithi inamalizia kusema wa razaqahu min haythu la yahtasib, na Allah atamruzuku kutoka sehemu ambayo yeye hata hadhani kabisa kama sehemu hiyo inaweza ikampa riziki. Leo unaweza ukakuta hizi asbabu almadiyya, sababu za kawaida, mtu anakuambia sifanyi kazi hii, sifanyi biashara hii, sifanyi kitu hiki, lakini wakati huo huo unamkuta mtu ameendelea na maisha yake kwenye kazi ile ile ambayo wengine wanaiona sio kazi. Hii ni mifano inatokea. Kuna mtu unamzungumzisha kuhusu kilimo, anakuambia hicho kitu sifanyi maisha yangu, lakini wakati huo huo yupo mtu ambaye kwa kilimo hicho hicho Allah anamwepesishia maisha yake, anaendesha kwa kilimo hicho hicho. Hii yote ni nini? Ni kule kuchukua asbabu zile za kisheria. Hili unaliona kwako halifai, kwa mwenzako linafaa. Wangapi leo maisha yao wanaendesha kwa kazi ambazo zinaonekana ni duni, ambazo zinaonekana za udhalili, lakini wanaendesha maisha yao, hawana matatizo, familia zao zinawategemea huko, wanaendelea vizuri kabisa. Ni wangapi wanaonekana wana kazi ambazo ni nzuri kweli kweli, lakini kutwa kucha wao ni kulalamika na hawana msaada wowote kwa ndugu zao. Hii nini? Hii ni kuonyesha kwamba Allah tabaraka wa taala ni mwenye kutoa riziki. Wewe chukua hiyo sababu, haitoshelezi tu peke yake kwamba upo katika kazi ya kawaida ambayo umeifanya ndio sababu wewe kupata riziki, halafu mambo yakakunyookea bila kufuata hizi sababu sharia, sababu hizi za kisheria.